Simulizi yetu inaanzia mwaka 2009. Ni katika maeneo ya Mbezi Mwisho jijini Dar es Salaam, Tanzania. Barabara kuu inayoelekea Morogoro pamoja na mikoa mingine ya Tanzania. Ilikuwa ni mida kama ya saa 10 za jioni hivi, siku ya Ijumaa nzuri kabisa ya mwisho katika mwezi wa 7. Ndani ya basi moja dogo Toyota Coaster linalofanya safari zake Ubungo kwenda Kibaha maili moja, walionekana abiria wengi walikuwa wamejaa ndani ya basi hili dogo la abiria wa mjini maarufu kama daladala, ama kwa sisi watu ambao tunatamani kufika nchini Kenya kule wanaita matatu. Walikuwa wanatokea mjini katika pilika mbalimbali za kijamii za hapa na pale, na ilikuwa ni kawaida kabisa kwa mida kama hii magari kujaa kiasi hiki, hasa kwa kipindi kile ambacho usafiri hawajawa rahisi kama ilivyo miaka ya hivi sasa. Ndani ya gari hilo, siti ya karibu kabisa na mlango, anaonekana msichana mmoja wa umri wa kati ya miaka 23, ambaye huyo kiukweli kwa haraka huwezi kabisa kusema ni mzuri kiasi gani. Hiyo yote ni kutokana na jinsi ambavyo alikuwa kwa muda ule. Alikuwa ametulia tu kimya, anatazama mbele kama mwanafunzi anayesikiliza mwalimu wa hisabati darasani, na huku mara kwa mara alikuwa anapeleka mkono wake wa kulia usoni kwake usawa macho na kufuta machozi ambayo haya yalikuwa nakaribia kutilika mashavuni mwake, japo kuna muda pia mwingine alikuwa anachelewa na kujikuta alikuwa anatangulia machozi mashavuni. Wapo waliokuwa namuona na kumshangaa sana binti huyo, lakini kiukweli hakuna aliyemuuliza kuhusu kinachomtoa machozi kwamba kilikuwa ni kitu gani. Na haya ndio maisha halisi ya hapa Dar es Salaam. Kwa namna moja ama nyingine ni kwamba kila mtu anaishi maisha yake. Akikuuliza kinachokusibu ni kwamba anataka ombea tu na sio anataka kukusaidia. Pengine hata wewe ungependa sana kumuuliza kinachomliza binti huyo ni kitu gani, ili upate chakula cha masikio ama kwenda kusimulia mbele ya safari kama mimi pia nilivyofanya. Ukweli ni kwamba msichana huyu alikuwa analia kwa mambo mawili makubwa. Mambo ambayo kusema ukweli ndiyo yaliyofanya mimi na wewe tukutane hapa Simulizi Mix leo, ili kusudi kupeana mkasa huu mzuri ambao sidhani kama lengo letu ni kutoana machozi ama pengine lengo letu ni kuchafuliana nguo, lakini naamini kabisa kwamba lengo la kila mmoja ni kusudi ajifunze kutokana na jinsia yake. Yani kama ni mwanaume basi ajifunze, na kama ni mwanamke basi ajifunze pia, ikiwa ni pamoja na kuburudika na simulizi zetu nyingi ambazo tunazisimulia hapa. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mix. Nambari zetu ni 0677 062 012. Simulizi hii nzuri ya mapenzi inaitwa Ukimaliza Funika. Mtunzi wa simulizi hii anaitwa Edgar Mbogo. Utampata kwa simu yake ya 0717 924 403. Msichana huyu aliyomo ndani ya gari hili la abiria maarufu kama daladala anaitwa Ariana. Na kama nilivyokudokeza mwanzo tu kwamba umri wake ni miaka kati ya 23. Ni mtoto wa kwanza kabisa wa mzee mwenye kipato cha chini kabisa ambacho hiki kinategemea kazi ndogondogo za vibarua vya kulima mashamba. Mzee huyu anafahamika kwa jina la Mzee Sinyangwe, akiwatangulia wadogo zake watatu, wawili wa kiume na mmoja wa kike, ambao hawa walikuwa na kati ya umri wa miaka 12 kwa yule wa kiume, na aliyokuwa anamfuatia alikuwa na miaka 7 na wa mwisho kabisa na miaka 4. Walikuwa naishi na mama pamoja na baba yao huko Makete, Iringa, kijiji cha Malangali. Ariana yeye alikuwa amebahatika kupata elimu yake ya msingi katika shule ya msingi Malangali, kabla baadaye sasa hajapata nafasi ya kuanza kidato cha kwanza katika sekondari ya Jumuiya ya Wazazi ya Igafilo. Iko hapo mkoani Iringa pia. Ariana alisoma kwa juhudi kubwa sana, na kwa alikuwa anapambana na vishawishi vya wanaume wa pale kijijini pamoja na shuleni pia, ambavyo hivi vilikuwa vimesababishwa na uzuri wake ambao alikuwa nao. Alikuwa na uzuri wa asili, alikuwa na umbo zuri pamoja na sura pia, kiasi kwamba mpaka anafika kidato cha pili msichana huyo alikuwa hajawahi kabisa kutembea na mwanaume yoyote ule, japo tayari alikuwa katika urafiki na kijana mmoja, mtoto wa jirani yao pale nyumbani, ambaye huyu alikuwa anafahamika kwa jina la Masudi Kizinge.
alikuwa anasoma Mafinga Sekondari kidato sawa sawa na yeye pia. Mwanzo ulianza urafiki wa kawaida tu mpaka kijana huyu ambaye ni mtoto wa Kizinge, ambaye kidogo alikuwa na uwezo wa kawaida tu kipesa ambazo alikuwa anajipatia kutokana na kukodisha mashamba ya mahindi. Mzee aliyekuwa anafahamika zaidi na kujizolea umaarufu kutokana na tabia yake ya majisifu, hasa anapokuwa amelewa, kwa sababu hupita njiani usiku wakati wa kurudi nyumbani kwake akiwa anatokea kunywa ulanzi, na akiwa njiani alikuwa haishi kabisa kujitapa na kujipatia masifu mengi. Nani mwingine zaidi ya Kizinge? Panya wote wamelala, nimebaki mimi tu. Japo mambo haya yalikuwa na wakera sana majirani na wanakijiji kwa ujumla, lakini baadaye walikuwa nashukulia kwamba ilikuwa ni kawaida tu. Mwishoni mwa kidato cha pili, wakiwa likizo ya mwezi wa 12, ndipo sasa wawili hawa walipoamua kuzindua penzi lao na kuwa wapenzi kamili kabisa. Kwa maana hiyo ni kwamba Ariana alitoa kitumbua kwa Masudi, na ukweli penzi lilikuwa ni tamu kweli na lilimchanganya kweli Ariana, ambaye sio tu kwamba alifurahia kuwa na mvulana pekee aliyekuwa amefaulu kwenda kusoma nje ya Malangali, lakini pia alikuwa amefurahia kweli kuwa na mwanaume ambaye alikuwa na muonekano mzuri na mwenye kujipenda mwenyewe, ambaye alikuwa anatamaniwa na wasichana wengi wa pale kijijini, hata vijiji vya jirani pia. Penzi lao lilishika kasi na kukolea moto kiasi kwamba kila mmoja alikuwa anatambua penzi lao. Tayari hata wazazi wao walikuwa wameshajua juu ya penzi hili na walilibaliki kisirisiri tu, kwa maana kwamba muda wote Ariana alikuwa anakaribishwa nyumbani kwa mzee Kizinge na kupokelewa vizuri kabisa na mama yake Masudi, ambaye huyu kiukweli alikuwa anampenda sana msichana huyu. Hasa ilikuwa ni kutokana na tabia yake ya kujituma katika kazi, kwa sababu mara tu baada ya kufika pale nyumbani kwa kina Masudi ambako alikuwa anakwenda kama Masudi alikuwa shuleni huko Mafinga, angefanya kazi zote ambazo angezikuta pale nyumbani, ikiwa ni pamoja na kufua, kuosha vyombo, kufanya usafi wa ndani na kazi nyingine zote ambazo wewe unazijua zinafanyika majumbani kila siku. Kisha angerudi nyumbani kwao ambako ndiko angeendelea na kazi pia za nyumbani. Ariana alikuwa anafanya hayo yote kutokana na ahadi ambayo alikuwa amewekeana na bwana Masudi kwamba hapo baadaye watakuja kuoana na kufunga ndoa na kuishi pamoja kama mke na mume pia. Ilifika wakati pia Ariana alikuwa anajituma kweli kwa kazi ndogo za vibarua kama wazazi wake, ili kusudi apate pesa za kumtumia mpenzi wake Masudi baada ya kukosa pesa kutoka kwa wazazi wake huko ambako yuko shuleni, ambapo licha ya majivuno yote ya mzee Kizinge babake na Masudi, lakini ukweli ni kwamba kipato chao kilikuwa ni cha kawaida tu, na kuna muda pia Ariana alikuwa anajikuta kwenye kazi ndogo za vibarua, na huko alikuwa anasahau kabisa hata majukumu yake shuleni na kuanza kushuka kimasomo, na hata uzuri wake pia ulikuwa anaanza kuchujuka. Alikuwa anapoteza nuru ya uzuri wake masikini, kitu ambacho kilisababisha hata mara baada ya kumaliza mitihani yao ya mwisho kabisa na Masudi kurudi nyumbani, Masudi alianza kitabia cha kuwa bize tu na marafiki zake wengine kuliko kuwa na mpenzi wake Ariana kama ambavyo alikuwa amezoeshana siku za nyuma. Lakini hiyo bado haikuweza kumstua Ariana. Alikuwa anajisemea tu kwamba kwa kuwa hajamtamkia kwamba wameachana, basi Masudi alikuwa ni wake tu. Na kilichokuja kumstua zaidi ilikuwa ni tabia moja ya bwana Masudi ya kutokula kitumbua chake mara kwa mara kama ilivyokuwa mwanzo, ambapo mwanzo kila siku anapokutana, iwe kichakani, iwe chumbani kwa Masudi ama hata nyumbani kwa kina Ariana, lazima wangepeana kitumbua. Lakini sasa siku za hivi karibuni, ndani ya wiki 3 alikuwa nakula kitumbua mara moja tu. Lakini achana na hiyo ambayo pia Ariana alikuwa anashukulia kwamba wao ni wapenzi na hawana haja ya kufanya hata kila siku. Lakini kubwa kuliko zote ni pale Ariana alipoanza kusikia tetesi za kwamba Masudi alikuwa anatoka na baadhi ya wasichana wa pale kijijini. Lakini bado Ariana alikuwa anapuuza tetesi kama hizo, kwa maana kwamba alikuwa anasema kuwa kama Masudi angeamua kupenda mwanamke mwingine, basi angekuwa ameshamwacha yeye. Japo kuna muda pia Ariana alikuwa anakosa uvumilivu na kuomba dudu kwa mpenzi wake Masudi, na huku Masudi alikuwa anampiga tu kalenda. Na hata Masudi alipoona kwamba usumbufu wa Ariana ulikuwa umezidi, akaamua siku moja sasa kumaliza jambo. Hivi Ariana, unashindwaje kuvumilia kukabila kufanya mapenzi? Kwani mimi nilipokuwa shuleni ulikuwa nafanya na nani mapenzi, ama ulikuwa unanisaliti huku? Swali hilo gumu lilimfanya Ariana awe ni mpole tu, ili kusudi kumaminisha sasa mpenzi wake kwamba hakuwa anamsaliti. Matokeo ya mtihani wa kidato cha 4 yalitoka vizuri kabisa,
Ariana alianguka vibaya sana katika masomo yake na kukosa sifa ya kuendelea tu na kidato cha 5 kama ilivyokuwa kwa wanafunzi wengi pale kijijini, na huko kijana Masudi alikuwa amepata nafasi ya kwenda kusoma shule ya sekondari ya elimu ya juu ya Tosamaganga huko Iringa. Maisha yalikuwa ni vile vile tu. Ariana alikuwa anahangaika tu na vibarua vidogo vidogo, yote ili kusudi kumsaidia mpenzi wake Masudi pesa za matumizi huko shuleni. Alikuwa anaamini kabisa kwamba kufanya hivyo alikuwa anatengeneza maisha yao ya baadaye, ambayo haya ndio angewasaidia yeye, Ariana pamoja na ndugu zake pamoja na wazazi wake pia. Na ndio maana hata wazazi wa msichana huyu pia walikuwa radhi kabisa binti yao amsaidie mwenzake Masudi, na huko wazazi wa Masudi, yani mzee Kizinge pamoja na mke wake, walikuwa na utambua vizuri kabisa msaada huu ambao kijana wao alikuwa anaupata kutoka kwa mke wake mtarajiwa, akiwa anahisi kwamba yeye alikuwa anafanya sahihi. Ariana kuna muda pia alikuwa anamshirikisha mdogo wake Aidan katika vibarua vyake, na huko alikuwa anampatia moyo kwamba ipo siku atayaona mafanikio ambayo yanatokana na kazi hizo ambazo anafanya. Na wakishamaliza kufanya vibarua na kupata pesa zote alikuwa anamtumia mpenzi wake Masudi huko shuleni ambako alikuwa anasoma. Alikuwa anaamini kabisa kwamba kama yeye hajafaulu kuendelea na masomo, basi mpenzi wake Masudi asome kwa bidii ili kusudi baadaye waoane na wawe na maisha mazuri. Unajua, kuna kitu ambacho kinahitaji moyo sana kukifanya, kusema kweli. Kama ilivyomshinda bwana Sinyangwe ambaye siku moja akiwa amekaa nje ya nyumba yake anaota jua la asubuhi, na huko alikuwa anasubiria uje pamoja na Kande, ghafla yakamjia mawazo tunatafakari juu ya maisha ya mapenzi ya binti yake Ariana na kijana wa jirani yao bwana Kizinge. Kwa sababu licha ya binti yao Ariana kujituma katika vibarua vya kila siku ambavyo hakuwa anachagua kazi ipi afanye, na kujipatia pesa ambazo alikuwa anazituma moja kwa moja kwa mpenzi wake Masudi bila kujibakisha pesa yote yeye, ambapo japo angenunua hata kinguo kizuri cha dukani kitakachompendezesha kama wasichana wengine, kwa sababu zaidi ya hapo yeye alikuwa ananunua nguo chache tu za mitumba ambazo hizi angezivaa mpaka zinapokaribia kuisha kabisa, ndipo na kwenda kununua za mitumba nyingine. Na huko wadogo zake wakati mwingine walikuwa wanatembea makalio wazi kabisa kwa jinsi nguo zao zilivyokuwa zimetukutuka. Na wakati ule sansarisha kazi hizo zote ambazo walikuwa nafanya, lakini bado msichana wetu huyu Ariana alikuwa anaendelea tu kumtumikia mama mkwe wake mtarajiwa. Alikuwa anakwenda kufanya kazi zote pale nyumbani, kwa sababu ilikuwa ikifika wakati akikosa muda wa kwenda huko kwa wakwe zake, basi lazima angetuma mtu na mama mkwe wake angemsema sana Ariana. Yani hapo tu bado hujaolewa, umeshaanza uvivu kama hivi, sasa ukiolewa itakuwaje? Unadhani Masudi kwa usomalio na hana uwezo wa kupata mwanamke mwingine? Hakika ilikuwa ni changamoto kubwa sana kwa binti yetu Ariana, na tena ni bahati mama yake hakufahamu kabisa juu ya hilo. Wakati kazi zinaendelea sasa kumfubaisha Ariana, ilikuwa ni kinyume kabisa kwa Masudi ambaye yeye kila ambapo alikuwa anarudi likizo hapa nyumbani alikuwa anaonekana kwamba alikuwa anazidi kunawili na kupendeza zaidi. Na huko habari za chini kuhusu Masudi kutembea na wasichana wengi wa sekondari pale kijijini zilikuwa zinazidi kusambaa tu pale kijijini, na hata zilipokuwa zinamfikia Ariana mwenyewe alikuwa anazipuuzia tu na kuendelea na maisha yake mengine na mpenzi wake. Japo dudu alikuwa anaipata kwa mbinde sana, yaani mpaka Masudi ajisikie mwenyewe kufanya hivyo, ambapo ungekuta likizo ya mwezi mzima wanafanya tu mara 2 ama mara 1 tu, alafu likizo imeisha Masudi anarudi shule. Huku kwa mzee Sinyangwe na familia yake, yani mama pamoja na baba yake na Ariana, siku zote walikuwa wanategemea tu ule msemo wa kwamba baada ya dhiki huwa inakuwa ni faraja. Walikuwa naendelea tu kula kwa taabu na kufanya kazi kwa juhudi kumsaidia mkwe wao mtarajiwa Masudi. Wakati huo sasa familia ya mzee Kizinge, yani babake na Masudi, ilikuwa inaendelea tu kulewa kila siku, na bwana Kizinge alikuwa anatoa matamko yake ya kuudhi nyakati za usiku. Nani kama Kizinge katika mji huu? Mimi kila siku nakunywa pombe na jembe linasoma form 6 huko. Hakika kauli kama hizo zilikuwa zinamtesha sana mzee Sinyangwe baba yake na Ariana. Alikuwa anashukulia kwamba wakati mwingine mzee mwenzake huyu alikuwa anakunywa pombe na kulewa kila siku, na huku yeye pamoja na familia yake ilikuwa anahangaika kusomesha mtoto ambaye ni mtoto wake mwenyewe. Ukweli bwana Sinyangwe hakuweza kabisa kukaa kimya. Alimweleza mke wake, yani mamake na Ariana, ambaye pia
alisema kwamba alikuwa na mashaka kama hayo pia na yeye. Kwa hivyo wote kwa pamoja walimuita binti yao na kisha kuliongelea swala hilo. Lakini baba tambua kabisa kwamba mimi naandaa maisha yetu na Masudi ya baadaye na sio maisha ya baba yake mzee Kizinge. Hilo lilikuwa ni jibu la Ariana. Jibu ambalo ni kweli likawaridhisha wazazi wake ambao hawakuacha kumuunga mkono binti yao juu ya kile ambacho alikuwa anakifanya na kukiamini. Kwa sababu wote walikuwa wanategemea watafanikiwa baadaye kupitia Masudi ambaye alikuwa anasoma. Mambo yalikuwa yanazidi kupamba moto tu. Na ujio mpya wa penzi moto la Masudi pamoja na Ariana ilikuwa ni kipindi ambacho Masudi alikuwa amemaliza kidato cha 6 na kueleza kwamba alikuwa amepata nafasi ya kwenda chuo kikuu cha Dar es Salaam, ambapo wazazi wa kijana huyu walisema kwamba hawakuwa na uwezo kabisa wa kumsomesha kijana wao, na yeye aliamua kukaa chini na mpenzi wake Ariana na kujadili juu ya jambo hilo. Kwa bahati nzuri jambo hilo lilikuja kipindi ambacho penzi lao lilikuwa limeshamili upya kabisa. Ilikuwa ni kama ilivyokuwa mwanzo tu. Yaani Ariana, tumekula ng'ombe mzima tunashindwa kumalizia mkia tu kweli. Kwa sababu najua kabisa kwamba nikifanikiwa kumalizia chuo napata kazi nzuri huko Dar es Salaam. Napata nyumba nzuri pamoja na gari nzuri pia. Huo ndio mwanzo wa mimi na wewe kuishi pamoja kama mke na mume. Alizungumza pale Masudi kwa sauti ya kinyonge kabisa. Nikaishi Dar es Salaam mimi, bora hata Iringa mjini kule. Hasa nitawaacha na nani akina baba huku kijijini? Aliuliza pale Ariana kwa sauti ya kudeka hivi. Unadhani tunaweza kuishi wenyewe kwenye jumba kubwa kama hilo ambalo nitakuwa nimepewa huko mjini? Lazima tutawachukua tu na wazazi wako pamoja na wadogo zako wote tukaishi nao Dar es Salaam. Lakini ndio hivyo sasa Ariana. Baba amekosa kabisa pesa za kunipeleka chuo. Alizungumza pale Masudi kwa sauti ambayo ilikuwa imekosa amani kabisa. Sasa jamani, mpenzi wangu Masudi, tutafanyaje? Aliuliza pale Ariana ambaye kiukweli sasa alikuwa ameshaanza kumwonea huruma mpenzi wake Masudi. Hapo sasa kilipita kimya kifupi kama vile wote walikuwa wanatafakari jambo. Kabla Masudi hajainua kichwa chake ghafla na ukusi wake walikuwa umejawa na tabasamu hivi. Mimi nimeshapata wazo Ariana. Alizungumzia pale Masudi na huko alikuwa anapeleka mkono wake mgongoni kwa Ariana na kufanya kama alikuwa anampapasa hivi. Hiyo ikamfanya sasa Ariana tabasamu kwa raha, kwa sababu sasa penzi lao lilikuwa limerudi kama mwanzo, na tena lilikuwa linaonekana kwamba liko moto kweli kweli. Ni wazo gani hilo ambalo umepata mpenzi? Aliuliza pale Ariana na huko alikuwa anamtazama tu Masudi kwa jicho legevu kabisa la kusinzia. Mimi nimepata wazo kwamba naona tutulie, kila mmoja atafute njia ya kupata pesa, hata kwa kuanzia tu au hata kwa kuweka bondi kitu, alafu mimi nikipata mkopo wangu wa kwanza kabisa chuo tutalipa hizo pesa. Alizungumza pale Masudi na huko alikuwa anamvuta Ana ubavuni mwake, naye akajilegeza na kujilaza ubavuni mwa mpenzi wake Masudi, ambaye siku zote alikuwa anaamini kabisa kwamba ndiye mume wake mtarajiwa. Wazo la bwana Masudi Kizinge lilipokelewa vizuri kabisa na Ariana, ambaye huyu aliahidi kwamba atamsaidia mpenzi wake huyo bega kwa bega mpaka watakapofanikiwa malengo yao, kwa sababu siku zote alikuwa anaamini kabisa kwamba kufanikiwa kwa Masudi mpenzi wake ndio kufanikiwa kwake yeye pia, kwa sababu kama Masudi angemaliza chuo na kupata kazi vizuri, basi wangeweza kuishi pamoja na kuweza kuwasaidia wazazi wake ambao kwa ufupi walikuwa na maisha duni sana, kitu ambacho sio Ariana wala wazazi wa Masudi walikuwa wanakijua. Ni kwamba Masudi alikuwa ameanguka vibaya sana kwenye mitihani yake ya mwisho ya kidato cha 6. Alikuwa amepata division 3 ya kidato hicho cha 6. Japo katika masomo aliyofaulu yalikuwa na masomo ya biashara, lakini ukweli ni kwamba Masudi ambaye siku za hivi karibuni alikuwa amekosa amani kabisa katika moyo wake kutokana na kukosa pesa za kwenda chuo, lakini sio chuo kikuu kama Dar es Salaam kama ambavyo alikuwa amewadanganya wazazi wake pamoja na mchumba wake Ariana. Ukweli ni kwamba yeye alikuwa ameomba nafasi katika chuo cha biashara cha CBE, chuo ambacho kilikuwa kinahitaji pesa nyingi sana ili kusudi aweze kujisomesha, maana hakikuwa na ufadhili wa serikali chuo hiki. Siku 3 baadaye, ilikuwa ni mida ya asubuhi hivi, Masudi akiwa na baba yake wanakagua tu trekta ambalo hili lilikuwa linahitajika kwenda kubeba mazao kwenye shamba la mzee Mdemu aliyokuwa amekodisha kwa siku hiyo. Ndipo sasa mzee Kizinge baba yake na Masudi alipomtandika swali kijana wake Masudi ambaye siku zote amekuwa akijivunia sana kuwa na kijana kama huyo.
Hivi Masudi, kijana wangu, umeisha wapi kuhusu masuala yako ya chuo? Aliuliza pale mzee Kizinge. Yaani baba, kusema kweli mpaka sasa hivi sijui kabisa itakuwaje, kwa sababu hakuna mpango wowote wa kupata pesa, lakini wewe kama baba inatakiwa ndio uhangaike swala hilo, kwa sababu mimi ni mtoto wako, nahitaji kusoma. Alizungumza pale Masudi akiwa anamaliza tu baba yake, ambaye huyu mpaka hapo mzee huyu alikuwa ameshasahau kabisa kusomesha mtoto kunafanana vipi, kwa sababu jukumu lote la kumsomesha Masudi toka anaanza sekondari lilikuwa mikononi mwa Ariana pamoja na familia yake, ambao hawa ndio walikuwa wanamsomesha Masudi kwa tabu na kwa jasho, akiamini kabisa kwamba Masudi atakapomaliza chuo na kupata kazi basi atamoa Ariana na kuwa msaada katika familia pia. Mzee Kizinge alitabasamu kidogo. Ina maana kwamba mchumba wako Ariana ameshagaidi kukusaidia? Lakini unajua kabisa kwamba ukija kupata kazi yeye ndio atakayefaidi zaidi na sio sisi kama wazazi. Alizungumza vile mzee Kizinge, na huko alikuwa anaendelea tu kufunga nati za kwenye bomba la maji la kupozia mashine ya trekta lake. Lakini babake na Ariana wana uwezo gani wa kupata milioni 2 kweli? Kwa sababu mbali na ada pia inabidi nipate nyumba ya kulala pamoja na niwe na pesa ya kula pia, pamoja na usafiri baba, na bado dharura nyingine kama nikiumwa. Unadhani watakuwa na pesa kama hizo kweli? Alizungumza vile bwana Masudi, ambaye ni kama alikuwa ameshakata tamaa kabisa ya kwenda chuo, na pengine angeisha kubakia hapa hapa kijijini, kitu ambacho yeye kama yeye hakuwa anataka kabisa hata kukisikia, kwa sababu alikuwa ameshaonja maisha ya mjini tayari. Tatizo lako bwana Masudi, hutumia akili wewe. Mbona hilo swala rahisi sana kwa bwana Sinyangwe pale? Alizungumza pale mzee Kizinge kwa sauti ya kujiamini kweli kweli na kujitamba kama kawaida yake. Hapo sasa Masudi alitabasamu kidogo, kwa sababu tumaini jipya lilikuwa limeshaanza kuingia katika moyo wake, kwa sababu alikuwa anamjua vizuri kabisa baba yake, hasa anapozungumza katika mtindo kama huu. Basi jua kabisa kwamba lazima kuwa na matokeo mazuri yanakuja. Baba bwana, unadhani kwamba atafanya kitu gani Ariana yule? Ikiwa sisi wenyewe na wewe baba, mimi nikiwa ni mtoto wako, tumeshindwa? Aliuliza pale bwana Masudi kwa namna ya kumchokoza tu baba yake ili kusudi aseme kile ambacho alikuwa anafikiria. Sikiliza Masudi, ni kama ni kweli Ariana anataka kukusaidia usome, basi mimi naamini kabisa kwamba anaweza kukusaidia bila shida yoyote ile. Kwa sababu jana nikiwa pale kwenye ulanzi nimesikia habari ya mtu mmoja ambaye anahitaji kufungua mashamba ya viazi mviringo hapa kijijini. Kwa vile alikuwa anatafuta mashamba ya kukodi. Alizungumza pale mzee Kizinge, na huko alikuwa anamweleza kijana wake Masudi kwamba mzee Sinyangwe, yani baba yake na Ariana, alikuwa na mashamba makubwa sana ambayo kutokana na hali yake duni ya kiuchumi ameshindwa kuyaendeleza. Kwa hivyo anaweza kukodisha na kupata pesa, alafu akampatia kijana huyu aende kusoma. Mwisho wa maelezo ya mzee Kizinge, Masudi alikuwa amenyongea kabisa. Ni kitu gani hujaelewa hapo sasa? Mbona kama umenyongea tena badala ya kufurahia habari kama hizi? Aliuliza pale mzee Kizinge mara baada ya kugundua hali ya mtoto wake ilivyokuwa. Sasa baba, kukodi shamba ni shilingi 50,000 kwa ekari moja. Shamba lao lile ni ekari 15 tu. Si ni sawa na 7,500,000? Sasa 1,1,2,500,000 tutazitoa wapi? Aliuliza pale Masudi kwa sauti ya kulalamika hivi. Sikiliza Masudi, hayo ni malipo ya mwaka mmoja tu 7,500,000. Utawashawishi wachukue malipo ya miaka 3. Alizungumza pale mzee Kizinge ni kama alikuwa mwenye kuangalia faida yake mwenyewe na sio kile ambacho kingeenda kumtokea mzee mwenzake, ambaye huyo muda wote amekuwa akimsomesha tu mwanae. Mpaka hapo sasa bwana Masudi alikuwa ameachia meno wazi kwa tabasamu tu. Yaani baba, hapo kama ungekuwa umesoma wewe ungetusumbua sana yani. Alizungumza pale bwana Masudi na watu walicheka kwa pamoja tu. Unadhani kwamba hizo akili ambazo unasoma umemrithi nani? Aliuliza pale mzee Kizinge kwa sauti ya majisifu kabisa. Hakuna mwingine basi baba zaidi yako wewe. Lakini baba, mimi siku nikiwa rais nitakuchagua wewe kwa waziri wa mipango. Maana unaonekana kwamba una mipango madhubuti kweli kweli. Alizungumza pale bwana Masudi na watu wawili walicheka kwa pamoja, na huku walikuwa wanagongeana tu mikono. Ukweli ni kwamba ilikuwa ni kazi nyepesi sana kwa Masudi kumshawishi Ariana juu ya wazo kama hili la Masudi. Ariana na sasa alikwenda kwa babake na mama yake,
aliwaeleza mpango ule ambao ulikubalika vizuri tu mara moja mbele ya wazazi wake, ambao hawa kiukweli walikuwa naamini kwamba mafanikio ya mpenzi wa binti yao mtarajiwa Bwana Masudi ndio mafanikio ya binti yao pia, na mafanikio ya binti yao ndio mafanikio ya familia nzima. Kwa hivyo basi, kwa msaada wa mzee Kizinge, yani babake na Masudi, mzee Senyangwe pamoja na binti yake Ariana walikutana na mwakilishi wa tajiri mmoja kutoka Dar es Salaam, ambaye huyu ndiye alikuwa anahitaji shamba hilo, ambapo sasa waliweka mkataba wa malipo ya shilingi milioni 2,250,000 ambazo hizi ni malipo ya kukodisha shamba kwa miaka 3, na pesa hizo zote zingeingizwa kwenye akaunti ya Masudi kwa awamu 3, kwa sababu Masudi peke yake ndiye alikuwa na akaunti ya benki. Wengine wote pale kijijini walikuwa wana akaunti ya benki, kuanzia nyumbani kwa Bwana Masudi mpaka nyumbani kule kwa kina Ariana pia. Malipo ya awamu ya kwanza yalifanyika na Masudi alienda chuo. Aliagana vizuri kabisa na mpenzi wake Ariana wa utotoni, ambaye alikuwa ameshamwaahidi kwamba atamoa mara tu baada ya kumaliza chuo na kupata kazi, na kwamba wataisaidia familia ya mpenzi wake Ariana kuwafanya waishi maisha mazuri na kuwachukua waishi Dar es Salaam pia. Ariana huku kijijini alikuwa anaendelea tu na maisha yake kama ilivyokuwa kawaida, na huku alikuwa anafanya kazi zake ndogo ndogo za vibarua vilivyokuwa vinamwongezea pesa, ambazo hizi zilikuwa zinamwezesha yeye pamoja na familia yake kupata chakula cha kila siku, bila kusahau kwenda kwa mama mkwe wake kumsaidia kazi. Alikuwa anakwenda kumsaidia kazi mama mkwe wake kila siku mara baada ya kutoka kwenye vibarua ambavyo hivi alikuwa anasaidia na pia na ndugu zake pamoja na wazazi wake. Na huku kila siku zilivyokuwa zinazidi kwenda mbele, ndivyo pia Ariana alikuwa anazidi kufuba mwili wake na ngozi pia, hata alipotimiza miaka 21. Maskini ya Mungu, ongezania kwamba eti alikuwa ni mama wa miaka 37, kiasi cha kutokutamaniwa kabisa na mwanaume yoyote yule, zaidi ya wale wenye tamaa ya kuonja tu. Miezi 5 ilikuwa imetimia sasa bila mawasiliano yoyote yale kati ya Ariana pamoja na Masudi. Ukweli ni kwamba Ariana hakuwa na simu, na hata siku moja alipoomba kwa mama mkwe wake mtarajiwa kuwasiliana na mume wake mtarajiwa Bwana Masudi, mama mkwe alibofya namba za mwanae Masudi ili kusudi kupiga. Ilikuwa ni mida ya jioni hivi, simu nayo ilianza kuita, na kwa mama Masudi, yani mke wake na mzee Kizinge, alikuwa anasikilizia tu, na haikuchukua muda mrefu simu ile ilipokelewa. Shikamoo mama. Ilikuwa ni sauti ya Masudi ambayo hii ilikuwa imechangamka kabisa. Alikuwa na miezi 4 hajawasiliana kabisa na mke wake mtarajiwa Ariana, na huko Ariana alikuwa anasikia kwa wazi kabisa maongezi hayo. Marhaba mwanangu, vipi unaendeleaje? Mimi niko na Ariana hapa, alikuwa anataka kusalimie. Alizungumza vile mamake na Masudi, na huko alikuwa anacheka cheka mwenyewe. Hapo sasa watu wawili, yani mamake na Masudi pamoja na Ariana, walitulia tu kusudi wasikie jibu la Masudi akiwa anakubali kuzungumza na Ariana. Lakini hiyo haikuwa ni kama vile ambavyo alikuwa anatarajia, kwa sababu Bwana Masudi alianza kubeguza pale pale. Mama, mimi sasa hivi niko busy najisomea, sina muda wa kuzungumza naye bwana, nitampigia hata wakati mwingine. Hapo sasa kuna kitu kama msisimko wa simanzi ulisambaa katika mwili wote wa Ariana, ambaye huyu japo alionekana alikuwa na tabasamu, lakini kiukweli alijisikia vibaya mno, na sio kwa ajili ya jibu ambalo alikuwa amepewa na mchumba wake Masudi, ambaye alikuwa ni mwanaume pekee aliyekuwa amempatia kitumbua chake toka msichana huyu alipovunja ungo. Pengine ni kweli kabisa kijana wote walikuwa busy na masomo, kwa sababu hata Ariana alishawahi kusikia kwamba masomo ya chuo yalikuwa nalenga sana kwenye kufanya utafiti. Kwa hivyo mtu ungepaswa ujisomee kwa muda mrefu na kwa juhudi kubwa sana kusudi uweze kufanya vizuri. Mwenzako amebanwa na masomo, utazungumza naye siku nyingine. Alizungumza vile mamake na Masudi bila kufikiria kile kitendo cha kuguna ambacho alikuwa amefanya mwanae. Haikutumia siku nyingi sana kwa Ariana kusahau kabisa mguno wa mbezo wa mpenzi wake Masudi. Maisha yalikuwa yanaendelea tu mbele, na Ariana alikuwa anamsubiria tu mpenzi wake Masudi kwa hamu kubwa, na huku siku zote wakati wa kulala alikuwa anatumia risali zima kuanza na kuvuta picha ya maisha mapya ambayo haya atakuwa anaishi na mpenzi wake Masudi mara baada ya kupata kazi huko Dar es Salaam. Hakika ilikuwa ni picha nzuri, picha iliyokuwa na maisha mazuri yaliyokuwa na upendo na amani pia, maisha yenye watoto wachangamfu wenye afya, maisha yenye kutembelewa na wazazi na wadogo zake ambao sasa walikuwa wanasoma shule nzuri na walikuwa wanavaa mavazi mazuri ya kupendeza pia.
Miezi mitatu baadaye, yani mwezi wa 7, wiki ya kwanza kabisa ya mwezi huo wa 7, Ariana alikuwa amebanwa na kazi nyingi sana za vibarua. Kusema kweli, ilibidi sasa pambane, kwa sababu wadogo zake walikuwa wanahitaji sare mpya za shuleni, walikuwa wanahitaji na vitabu pia, ubizi ambao ulisababisha Ariana akae siku 4 bila kwenda kule nyumbani kwa mama mkwe wake, yani mamake na Masudi, mke wa mzee Kizinge, kwa ajili ya kumsaidia kazi. Lakini siku ya 5, ambayo hii ilikuwa ni Jumatano mida ya jioni, Ariana alikwenda nyumbani kwa kina Masudi, ambako alimkuta mama mkwe wake mtarajiwa alikuwa anahangaika kuosha vyombo kutokea asubuhi. "We mtoto, si ungeniambia tu kwamba mimi nitafute dada wa kazi tu au anakuja kufanya kazi hapa? Yaani umetoweka kabisa, uliposikia mwenzako kaja ndio unakuja tu hapa." Alikuwa analalamika vile mamake na Masudi bila hata kungoja salamu ya mkamwana wake huyu, japo hiyo ilimshangaza kidogo Ariana kwamba eti mwenzake alikuwa kaja. "Samahani mama, nilikuwa nimebanwa tu na kazi, ndio maana sikuwa naweza kufika," alijitetea vile Ariana, na huko alikuwa anasogea kwenye vyombo vichafu na kuanza kusaidia kuosha pale pale. Pengine wanaweza kuzania kwamba mara baada ya Ariana kusogea kwenye vyombo na kuanza kuosha, basi mamake na Masudi angekaa kimya. Basi haikuwa vile. Ndio kwanza lawama ziligeuka kwa masimango pale pale. "Yaani mimi unajua na kushangaa sana wewe. Na tena sijui hata unajiamini kitu gani wewe. Na hapo bado hujaolewa umeshaanza jeuri kama hivi. Ukiolewa wewe si ndio utaniambia kwamba nikuandalie maji ya kuoga wewe?" Alikuwa anazungumza vile kwa sauti ya juu kabisa mamake na Masudi, ambaye huyu alikuwa amesimama pembeni na huko alikuwa ameshika kiuno. Hapo Ariana alisha kucheka kidogo kwa furaha ambayo alikuwa ameipata mara baada ya kusikia kwamba eti Masudi alikuwa amekuja. Lisale moja lilikatika. Ariana alikuwa anamaliza kuosha vyombo bila kumwona kabisa bwana Masudi. Kwa sababu ilikuwa ni mapema, basi hakuwa na wasiwasi zaidi. Aliingia chumbani kwa kijana huyo Masudi, ambako kulikuwa na nguo na viatu vizuri vya kisasa. Baadhi yake vilikuwa na vichafu, akachukua na kisha kufua zote chafu, akafua na viatu pia. Mpaka mida ya saa 1 za usiku tayari alikuwa ameshamaliza kufanya usafi wa nguo na viatu vya mpenzi wake Masudi bila kumwona yeye. Lakini hilo bado halikumfanya Ariana aache kumsubiria mpenzi wake, ambaye huyu alikuwa na muda mrefu sana alikuwa hajamuona. Ariana alikaa pale kwa mama mkwe wake akiwa anamsaidia tu kupika chakula cha jioni, chakula ambacho siku zote kwao imekuwa ni kama ndoto kwamba eti watakuja kula chakula kama hiki. Walikuwa na sali na kuomba tu kwamba Masudi akija kupata kazi basi watapata kula. Lakini sasa ukiona kama anachelewa sana, wanaweza kuja hata kesho mapema tu, kwa sababu kutoka amefika juzi mida yake ya kurudi ni saa 4 za usiku ama saa 5. Alishauri vile mamake na Masudi, wakati ambao tayari Ariana alikuwa ameshamaliza kupika. Ni kama utamaduni wa mara kwa mara tu kwa mama huyu linapokuja swala hili la chakula. Ariana angepika vizuri chakula na kuosha vyombo vyote, lakini kwenye muda wa kukaa mezani kwa ajili ya kula, hapo ndipo sasa angepewa vijimaneno na kumfanya aage na kuondoka zake bila hata kupitisha mdomoni kile ambacho amekiangaikia jikoni masikini. Kumbe mama Masudi amekuja kutokea juzi? Aliuliza vile Ariana kwa mshangao mkubwa, kwa sababu kusema ukweli hakuwa ametegemea kabisa kama Masudi eti anaweza kufika hapa Malangani siku 3 nyuma bila hata kumtafuta wala kumjulisha. Ni kweli kabisa, Masudi aliingia pale nyumbani usiku mida saa 4 kasoro. Wakati ule Ariana alikuwa anajiandaa kuondoka zake kwenda nyumbani kwao, kwa sababu kesho yake pia angehitajika kuamka mapema sana kwa ajili ya kwenda kwenye vibarua vyake ambavyo hivi kwa sasa ndio kitu pekee ambacho kilikuwa kinampatia pesa. "Oh Ariana, vipi mambo?" alisalimia vile bwana Masudi, ambaye huyu alikuwa amependeza kweli kweli na kuonekana kwamba alikuwa na kijana wa kisasa. Usingedhania kabisa kama ni kweli Masudi alikuwa amezaliwa hapa kijijini Malangali. "Poa tu Masudi. Yaani kweli umefika bila hata kuniambia, una siku 3 nzima?" alilalamika vile Ariana kwa sauti ya kujidekeza kwa mpenzi wake hivi. Ukweli ni kama bwana Masudi alikuwa amekosa majibu hivi, ama ni kama vile hakuwa amependa kabisa uwepo wa mwanamke huyo pale nyumbani kwao. Masudi alimtazama Ariana kama anamtafutia jibu hivi. "Sasa kama wewe mwenyewe hauja hapa nyumbani, unataka mimi nifanye kitu gani?" Hilo lilikuwa ni swali, lakini ndio jibu kutoka kwa Masudi, ambaye huyu mara baada ya kuzungumza hivyo sasa alianza kutembea kuelekea chumbani kwake tu. "Lakini sasa Masudi, hiyo sio sababu ya wewe kushindwa kunitumia hata ujumbe kwamba umefika hapa.
Kwa sasa ningekuwa ninaumwa ndio tu, singeonana kabisa mpaka naondoka tena? Aliuliza pale Ariana kwa namna ya kutokukubaliana kabisa na sababu za Masudi kutokumjulisha ujio wake hapa kijijini. Swala la kuumwa ni jingine bwana, lakini la kuacha kuja nyumbani makusudi, hilo ni la kwako mwenyewe, sio langu mimi, alijibu vile kikauzu kabisa bwana Masudi, na huku alikuwa anakaa kwenye kitanda na kuanza kuvua viatu vyake vya kisasa kabisa na vya gharama kubwa ambavyo alikuwa amevivaa. Hakika kijana huyu alikuwa anaonekana kuwa alikuwa ni mwenye muonekano wa kisasa kabisa. Usingeweza kabisa kumuweka kunde moja na Ariana, ambaye huyu sio tu alikuwa amedhoofika mwili wake kutokana na kazi ngumu za vibarua ambavyo alikuwa anafanya, lakini pia alikuwa anaonekana kuzeeka sura yake maskini, wakati alikuwa ni binti mdogo tu. Kwa sasa kama mimi nisingekuja hapa na wewe usingekuja hata kuwasalimia kina baba, si ndio? Aliuliza pale Ariana, na huko alikuwa anakaa kwenye kitanda, yani pembeni na Masudi, ambaye huyu alikuwa anategemea kupata dudu ya mpenzi wake usiku ule. Sasa kama wewe hutaki kuja kwetu hapa, mimi ningefuata kitu gani kwenu? Alizungumza pale Masudi kwa sauti kavu kabisa, akiwa anaonyesha wazi kutokuwa na shauku ya mwanamke huyu. Basi baba, naomba tuyaache hayo, nipatie habari za Dar es Salaam basi. Vipi, kuzuri Alizungumza pale Ariana, na huko alikuwa anajigemeza ubavuni kwa Masudi na kukutana na harufu nzuri ya manukato hivi. Miaka ya nyuma hapo bwana Masudi angejibu na huko alikuwa anamkumbatia kabisa Ariana, lakini leo mambo yalikuwa yamebadilika kabisa. Hali ilikuwa ni tofauti kidogo. Hakuna jipya, ni kwa kawaida tu, alijibu vile Masudi, na huko alikuwa anainuka na kuanza kuvua shati, wakati bado hata viatu alikuwa hajamaliza kuvua. Jamani, sasa mbona watu wanasema kwamba Dar es Salaam ni kuzuri sana? Alizungumza vile Ariana, na huko alikuwa anamtazama mpenzi wake, ambaye huyu alikuwa anaonekana kuwa na ngozi laini kuliko hata yeye ambaye ni mwanamke. Kwani mimi nimeenda Dar es Salaam kushangaa jiji ama nimeenda kusoma? Lilikuwa ni swali la mkato kutokea kwa Masudi, ambaye huyu alikuwa anamalizia kuvua shati na kuvaa t-shirt na kisha alivua viatu, na huko alikuwa amesimama. Kuna kitu ambacho Ariana aliona kwamba kiko sawa, lakini hakuwa na uhakika kabisa na mawazo yake, kama Masudi alikuwa amechoka na mizunguko yake ama kulikuwa na jambo jingine ambalo lilikuwa linamtatiza. Nakwambia kitu Ariana, hebu tuende kwanza na kusindikize nyumbani, maana nataka nilale mapema leo, alizungumza pale Masudi bila kuonyesha uso wa uchangamfu wala tabasamu usoni mwake. Wala nisikusumbue baba, nikuache tupumzike, nitakuja kesho jioni basi, alizungumza vile Ariana, akiwa anamwonea huruma mpenzi wake, ambaye huyu alikuwa anaonyesha kuchoka ama kukosa hali fulani ya uchangamfu hivi. Siku ya pili jioni, mara baada ya kutoka kwenye kazi zake za vibarua vya kila siku, Ariana alikwenda nyumbani kwake na Masudi kama kawaida, ambako hakuona kabisa dalili ya uwepo wa Masudi. Zaidi alimkuta mama mkwe wake na ukolondo la vyombo vya toka jana usiku vilikuwa vinamsubiria tu. Ariana alifanya kazi zake zote kama kawaida. Alipomaliza alitulia tu na kumsubiria mpenzi wake Masudi, ambaye huyu alirudi mida saa 3 na kupitiliza chumbani kama ilivyokuwa jana tu. Japo leo ilikuwa ni tofauti kidogo, kwa sababu dakika 10 baadaye Ariana alipoingia chumbani kwa Masudi alimkuta alikuwa ameshalala. Ni kama vile alikuwa amelala lisaa zima lililopita, naye hakutaka kumsumbua maskini. Aliaga na kuelekea nyumbani tu, na huko njiani alikuwa anajiuliza maswali juu ya ubizi ambao unamkaba bwana Masudi, kiasi cha kushindwa kabisa hata kutamani kuwa naye, hali ambayo iliendelea hivyo kwa muda wa wiki 4 mbele. Ukweli hali hii ilikuwa inamuumiza sana msichana huyu Ariana, ambaye alikuwa anamsubiria mpenzi wake huyu kwa hamu kubwa kweli kweli, halafu eti matokeo yake Masudi anakosa muda kuwa naye, hali ambayo ilimfanya Ariana awaze kweli kweli. Japo alikuwa anajitahidi sana kuyapuuzia mawazo yake ya kwamba mpenzi wake eti alikuwa anataka kumwacha. Hata hivyo wazazi wake ndio waliokuja kutilia mashaka juu ya mwenendo wa mapenzi ya binti yao. Hiyo ilikuwa ni mara baada ya kusikia kwamba Masudi alikuwa amekuja hapa kijijini tangu wiki 4 zilizopita, lakini hata siku moja alikuwa hajaja kusalimia hawa wakwe zake. Na wakati pesa ya kwenda chuo milioni 2.2 yote ilikuwa imetoka hapa nyumbani, na wazazi wake mwenyewe Masudi walikuwa hawajatoa hata shilingi 100 ya Tanzania. Ariana, kumbe huyu mwenzako yupo hapa kijijini na ameshindwa kabisa kuja kutusalimia tangu wiki 4 zilizopita, aliuliza vile mamake na Ariana walipokuwa njiani wanarudi kutokea kwenye vibarua.
Siku hiyo walikuwa peke yao tu, kwa sababu baba yake alikuwa amelala nyumbani, hajisikii vizuri kiafya siku hiyo. Ndio, ni kweli mama, lakini amesema kwamba atakuja, lakini kwa sasa kuna mambo anafuatilia kidogo, alizungumza vile Ariana, na huko alikuwa anamtetea mchumba wake. Mambo gani anafuatilia kiasi cha kushindwa kuja kutusalimia? Kwa haya yote ambayo tumemtendea, hujui kwamba sisi ndio tumemsomesha? Alizungumza vile mama yake, na Ariana alikuwa anaonyesha wazi kabisa kwamba hakuwa na amani kabisa na Bwana Masudi. Yote ni kutokana na kitendo cha kutokuja kuwasalimia. Ni kweli kabisa mashaka ya mama Ariana yaliugusa moyo wa Ariana, lakini alikuwa anapiga moyo konde kwa kuamini kabisa kwamba Masudi akimaliza ubize wake, basi atakuja Jabari kwao na kuwasalimia wazazi wake. Ariana, mimi nilikuwa naomba leo usiende kabisa kwa Masudi. Baki hapa nyumbani tusaidiane kazi tu, mimi nitakuwa namwangalia baba yako, si unajua anaumwa. Alizungumza vile mama yake na Ariana, japo ile mshangaza kidogo Ariana mwenyewe, kwa sababu baba yake hakuwa anaumwa kiasi cha kuangaliwa kama mama yake anavyosema. Lakini sasa kwa sababu alikuwa amesema mzazi, yeye hakuwa na pingamizi. Ukweli siku ile Ariana alibakia nyumbani kwao tu akiwa anafanya kazi za nyumbani. Hata siku ya pili pia aliamkia kwenye kazi zake akiwa anaongozwa na pia na mama yake. Na huko moyoni mwake alikuwa anawaza juu ya mpenzi wake Masudi na mama mkwe wake huyu, yani mama yake na Masudi, kwamba wangechukuliaje kwa yeye kutokwenda nyumbani kwa usiku uliopita. Naona sasa baba yako anaendelea vizuri, lakini hajapenda kabisa kitendo cha Masudi kutokuja kutusalimia. Na wakati anajua kabisa kwamba sisi tulikotisha mashamba yote eka 15 ili kusudi yeye aende kusoma. Na tunaamini kabisa kwamba akisoma yeye basi atakuja kukoa wewe binti yetu na sisi tutapata maisha mazuri. Alizungumza vile mama Ariana wakati wa kiwanjani wanarudi nyumbani. Lakini mama Sidi amekwambia kwamba alikuwa ametingwa tu na mambo fulani, atakuja tu. Alizungumza vile Ariana ambaye kiukweli hakuwa na uhakika kabisa na kile ambacho alikuwa anazungumza. Jambo gani huku kijijini muhimu wa Ariana? Kwa sababu kama kila kitu wewe ndiye ambaye unamsaidia, ada ya chuo mpaka nauli ya kuendea huko chuo, vitu vyote wewe ndio umemsaidia. Sasa yeye anahangaika na kitu gani kiasi cha kushindwa kabisa kuja kutusalimia? Aliuliza pale mama yake na Ariana. Kilichoendelea tukutane katika sehemu ya pili. Simulizi yetu inaitwa Ukimaliza Funika. Mapenzi ya Ariana pamoja na Masudi yameegemea upande mmoja. Ni kitu gani kitaendelea? Mimi naitwa Felix Mwenda. Kwenye application simulizi hii iko full kabisa kuanzia sehemu ya kwanza hadi sehemu ya mwisho kabisa, unaweza kuipata na tukamalizana kupitia application hiyo.